Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imetangaza gawio la shilingi bilioni 5.58 kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka shilingi milioni 850 ambalo ni la Disemba mwaka 2023. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za benki hiyo jijini Dar es Salaam mara baada ya mkutano mkuu wa mwaka wa wanahisa, mwakilishi wa msajili wa hazina Bwana Mohamed Nyasama amepongeza utendaji wa TADB ambao umeleta mageuzi makubwa. Uwekezaji wa serikali kwenye benki ya kilimo ni unatija kubwa, na hasa pia kwenye swala la gawio, ambapo serikali kama mwekezaji imewekeza kwenye hii benki. Kwa mwaka huu tumepata gawio zuri zaidi ukilinganisha na mwaka jana. Mwaka jana serikali ilipata gawio la shilingi milioni 850, lakini kwa mwaka huu kwa matokeo mazuri ambayo benki imefanya, gawio la serikali kwenye benki hii limepanda hadi kufikia bilioni 5.5. Kwa hiyo ni ongezeko la karibu mara 5. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho ni kizuri sana cha serikali kujivunia uwekezaji huo, na ni commitment ya serikali kuona kwamba inaendelea kuwa ni mwekezaji ndani ya hii benki, na tumeisisitiza benki kuhakikisha wanaendelea kuperform vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba inakuwa na matokeo mazuri zaidi ya kazi wanazofanya. Na pia tumepata kuona kwamba kwa sababu benki hii ni ya kisera, imeweza katika kufanya kazi zake imechannel mikopo mingi katika kusaidia maendeleo ya kilimo na hususan kwenye maeneo ya vijijini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa TADB Bwana Ishmael Kusekwa ameeleza dhamira ya bodi ambayo ni kusimamia benki kwa weledi mkubwa na kuhakikisha kuwa inatimiza malengo yaliyokusudiwa. Leo tulikuwa na kikao cha mwaka cha benki ambapo tulikuwa na shareholder ambaye alihudhuria kwenye mkutano wetu, na sisi kama bodi tumeweza kutoa taarifa ya utendaji wetu katika benki. Katika mwaka huu, mwaka ulioishia Disemba mwaka 2024, tumeweza kutoa gawio la kiasi cha shilingi bilioni 5.583 kutoka gawio la mwaka uliopita ulioishia 23, ambapo ilikuwa ni milioni 850. Kwa hiyo umekuwa ni utendaji mzuri wa benki na ukuaji wa zaidi ya 556%. Naye mkurugenzi mtendaji wa TADB Bwana Frank Nyabundege amesema kuwa benki hiyo imeendelea kupiga hatua na kwamba kabla ya kodi imekuwa kwa 31% na kufikia shilingi bilioni 24 kutoka bilioni 18 ya mwaka 2023, na kwamba wataendelea kufanya kazi kwa weledi mkubwa kwa lengo la kuwafikia Watanzania hususan katika swala zima la kutoa mikopo. Tutaendelea kuwahudumia Watanzania, tutaendelea kuwahudumia wananchi, na kwa jinsi ambavyo kwa kweli tumekuwa na utashi wa kisiasa wa kiongozi wetu wa juu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba anawasaidia Watanzania walio katika sekta ya kilimo cha mazao, kilimo uvuvi, kilimo mifugaji. Mojawapo ya sekta ambazo amekuwa akisaidia ni benki yetu sisi. Mojawapo ya taasisi ambazo amekuwa akisaidia ni benki yetu sisi, ambayo ndio tunakwenda kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo hapa nchini inapata mitaji kwa kuwapatia mitaji moja kwa moja au kwa kuwapatia mitaji kupitia taasisi zingine za kifedha ambazo sisi benki ya Maendeleo ya Kilimo tumekuwa tukizifuatia fedha ili ziweze kuwafikia wakulima. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na utashi wa kisiasa ambao umekuwa ukiangalia Watanzania wa nchi ambao zaidi ya 67% wako katika sekta ya kilimo, kuona kwamba ni lazima waongeze mtaji katika benki hii ili iweze kufanya vizuri. Na sisi tukubweteka baada ya kupata mtaji, tumefanya vizuri, na ndio maana leo tunasherehekea. Sisi kwetu ni sherehe kubwa tunapoona tunakuwa kwa gawio tunalorudisha serikalini zaidi ya 556%. Ni asilimia kubwa sana. Ninafikiri kwamba katika sekta za kifedha inawezekana hakuna kabisa benki yoyote ambayo imeweza kukua katika gawio lake kwa 556% kwa mwaka mmoja kama sisi benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tulivyokuwa.